kiukweli hadaiwi na pia sisi hatudaiwi. Yani naamini yule bibi kama ni kutubia amefanya kitubio cha kutosha na Mwenyezi Mungu atampokea. Na wakati yuko India, watu waliamini kabisa baada ya kuona video moja akiwa na daktari wake na daktari akituaminisha kwamba hali ya mgonjwa iko vizuri na alikuwa yuko tayari kwa ajili ya kurudi nyumbani Tanzania. Kama ulibatika kuiona ile video, kwako machoni kwako ilikuwa ikisema nini? Niliamini kwamba amepona na hata hivyo tuliwasiliana na akaniambia anaendelea vizuri sana, tukacheka vizuri, lakini ndio hivyo tumepokea taarifa ambazo zimekuwa kinyume na matarajio. Neno lako kubwa kwa msiba huu mzito ambao umetukumba, kwa sababu ni msiba ambao hata ukipita kwenye mitandao ya kijamii yote inazungumza kuhusiana na Hawa. Wewe neno lako kubwa ni lipi kwa msiba huu? Mimi ninatoa rai kwa wafiwa namba 1, ambaye mfiwa namba 1 ni binti yake. Mfiwa namba 2 ni mama yake mzazi. Au unaweza kusema kinyume chake, aidha binti au mama au binti. Wajipe moyo, wafarijike tu, kwa sababu mwisho wa siku hakuna tunachoweza kubadili. Sisi tumshukuru Mungu kwa yote, maana Mungu ni wa kushukuriwa tu. Kazi yake haina makosa. Hatuna la zaidi ya kusema unapotokea msiba kama huu. Ni msiba mkubwa na wengi tumejifunza, tumeona matendo ya Hawa yalivyokuwa mema. Imekuwa ni taswira nzuri kwa Watanzania na watu wengine. Watu waliguswa, watu wameumia. Hawa ni mwanafamilia wa kila Mtanzania. Kila mtu ameguswa kama vile Hawa ni mtu wake wa ndani kabisa. Watu wote tumeguswa. Kwa hiyo tuige mfano wa Hawa. Hawa alikuwa ni binti mwenye mienendo mema, hana skendo, hakuwahi kufanya lolote baya. Kupitia haya ndio maana Watanzania walimpokea, tuliishi naye kama ndugu na mpaka hivi alipotoka tutamsitiri ndugu yetu. Tuige mfano wa Hawa. Hawa hakuwahi kufanya vitu vya hovyo hovyo. Watu wengi kupeana maua inakuwa mpaka mtu atangulie mbele ya haki. Wengi wanakuchukulia poa tena, lakini kwa sisi ambao tunakujua kwa karibu tunaona ni dada fulani, mama fulani ambaye unagusa jamii kwa namna moja au nyingine, na mambo mengi hufanya mema kwa watu wenye uhitaji. Neno lako ni lipi kwa watu ambao wanakuchukulia poa kwa sababu ya kwenye mitandao na kazi zako unazozifanya za vipindi vya malavidavi vya usiku? Mimi siwezi kuwazuia wanaonichukulia poa, kwa sababu kila mtu ana namna anavyokuona. Mtu akisimama kwenye yengo akakuchukulia wewe upo hivi, siwezi kumzuia. Kikubwa mimi naamini mimi ni mtu tofauti kabisa na yule ambaye wanamhisi. Naam. Lakini pia Softena, mara kadhaa umekuwa ukizungumza na mama Hawa na naye tunajua hali yake ya afya sio nzuri sana. Labda mara nyingi ulikuwa unazungumza nini na mama yake, na mama alikuwa anazungumza nini kuhusu hali ya Hawa? Mama alikuwa kwanza anaumia kwa sababu ile ni binti yake ambaye alikuwa anamtegemea kama ambavyo unajua, na baada ya kumtegemea ikaja kuwa binti akawategemezi sasa, kwamba anategemea misaada na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kupitia hilo lilimvunja mama moyo, lakini pamoja na yote hayo pia mama, nadhani mnajua pia hali yake ya kiafya sio nzuri. Mama bado ni mgonjwa, anaumwa. Kwa hiyo alikuwa akizungumza kwamba natamani mwanangu apone, na kuna mambo mengine alikuwa anazungumza kuhusu binti yake na kusema hili. Mimi nilimwambia, nikamwambia mama atapona, huyu anaumwa tu. Akanambia hapana, wenda kuna mkono wa mtu hapa. Nikamwambia mama, hata kama kuna mkono wa mtu, huyu atashindwa, ambaye ameweka mkono wake kwenye maradhi ya Hawa atashindwa, na mwisho wa siku la Mungu alishindwi na yeyote. Mungu akiamua Hawa atapona, akiamua ataondoka. Kwa hiyo nikamwambia mama, jipe moyo, kama kuna mtu anamfanyia Hawa hivi, hiyo ni kazi yake na Mola wake. Nikamwomba mama ajipe moyo, aweze kumlea binti yake na kumfariji katika kipindi chote, na tukiamini kwamba binti atapona. Na kama kuna mtu ambaye ameweka mkono wake kwenye maradhi ya Hawa, kuna mtu amefanya ulozi au shiriki kwa yule bibie, ana kesi ya kujibu, kwa sababu ni binti ambaye alikuwa ni mwadilifu, ni binti ambaye alikuwa ni mwema, na bila shaka ataadhibiwa hapa hapa duniani. Hataondoka duniani bila kulipia kama kuna mkono wa mtu katika maradhi ya yule bibie. Na mama yake Hawa ni mgonjwa, anaumwa, wote tunajua kwamba sio mzima, ana matatizo yake binafsi ambayo si vema kuyaweka wazi. Ninatoa rai kwa Watanzania, chochote walichonacho wasichoke, wasimwache yule mama peke yake, watoe chochote walichonacho kumsapoti huyu mama. Kwa kidogo chao mama aweze kuwa na faraja tena, kwa sababu pigo alilopata, pengo alilopata ni kubwa sana na kamwe haliwezi kuzibika. Neno lako na alama gani ambayo amekuachia marehemu Hawa, ambayo alikuwa ukiongea naye mara kwa mara,
ambalo itabaki kama ni sehemu ya kumbukumbu yako Softena, kama ulifanya au kama ulitenda kitu chochote chake, lakini kama kuna neno la siri alikuachia, hebu tuambie hapa. Hawa ni jasiri, hilo ndio jambo ambalo nililiona. Lakini kingine, binti yake Hawa alisema ana mtoto, na akasema mtoto wake anamuuma sana. Anasema kila siku mtoto wangu analia. Anasema mtoto wangu hana furaha kwa ajili yangu. Natamani ninyanyuke mtoto wangu anione ni mzima. Nikamwambia Hawa, kipenzi, tupo. Nikamwambia sisi mama zake tupo pamoja na wewe upo. Utanyanyuka na binti yako atakuona katika uzima tena. Na ahidi kwamba tutamsaidia binti yako. Tutahangaika na yule binti pamoja na mama yake, kwa sababu ni watu pekee ambao walikuwa wanamuumiza sana Hawa aliniambia mama yake anamuumiza sana. Ananiambia wakati mwingine anaumia, anavumilia, anajikaza na kupretend kwamba hana maumivu ili mama yake aweze kupumzika. Ananiambia wakati mwingine mama anashindwa kulala. Mama ana maradhi yake, ana sukari, ana vitu kama hivyo. Basi anashindwa kupumzika kwa sababu mimi naumwa. Basi najikaza, najidai siumwe ili mama yangu aweze kuwa na amani. Kwa hiyo mwisho wa siku nimeona Hawa alikuwa ni jasiri. Pili, Hawa ametuachia mama yake mzazi pamoja na binti yake. Ni jukumu letu kumwangalia mama pamoja na binti kwa hali zote, katika hali na mali na kiushauri pia. Softena, kwenye hiki ambacho Hawa amekipitia mpaka umauti umemkuta siku hii ya leo, nini hasa tumejifunza kama Watanzania? Kwa sababu ameumwa kwa takriban miaka 8 kama sikosei. Wengine walijitokeza kumchangia, lakini matibabu yalikuwa hayapo vile anavyohitajika mpaka akafanya safari ya kwenda India, na wenyewe msaada ulitoka Zanzibar. Kuna mtu alitoa msaada akampeleka Zanzibar. Pengine kwenye hili ambalo limetokea kwa Hawa, nini ambacho tumejifunza? Wewe kimebaki kama funzo kwako? Mimi ambacho nimejifunza na kila mara huwa nasema tusisubiri hali iwe mbaya ndio tuweze kusapotiana. Hata kama ni kuanzia ngazi ya familia, hata kama ni jirani yako, ukiona anapitia magumu msaidie. Usisubiri hali iwe mbaya. Usisubiri kama ni moshi uwe moto. Mtu anapoanza kulalamika na matatizo, chukua hatua mapema. Na sio mtu mmoja, wa Tanzania kwa ujumla, tuchukue hatua mapema pale ambapo tunaona mwenzetu anapitia magumu. Hawa tulimchelewesha sana kwa sababu wanapiga kelele watu. Kwa mfano leo Hawa tayari yuko kwenye chumba cha baridi. Tayari ni maiti. Ndio ana trend. Kila mtu anamposti, kila mtu analia. Lakini alivyokuwa katika hali ya maumivu, watu walikuwa wanamkwepa, watu wanamwepuka, hawataki kumuunga mkono na kumsupport. Bila shaka tungewahi matibabu, japo kazi ya Mungu haina makosa na Mungu hakosei, lakini pia madaktari wanasaidia. Wenda tungeamka mapema, Hawa asingefika huko alipofika. Mwenzetu akipitia changamoto, ni vema tukainuka nayo mapema kabla ya kuchelewa. Taarifa jinsi ambavyo mmezipata. Kwanza nilikuwa kazini. Nilipata taarifa nilikuwa kazini. Kiukweli nimeshindwa kuendelea na kazi. Na nikasema sitoweza kwenda nyumbani. Nikamwambia driver wangu ni vyema tukapitia msiba. Yaani sijaweza kabisa kufanya chochote baada ya kupokea taarifa za msiba wa Hawa. 14 siku ya nao, yeye ndio ambaye ulimchagua kwa ajili ya kumtoa, lakini kuna mambo mengi sana ambayo ulishawahi kumsaidia hapo wakati anaendelea kuipambania afya yake. Ni kitu gani ambacho unakikumbuka? Ni kitu gani ambacho unasema nilitamani iwe hivi? Hebu jaribu kuzungumza Softena tukakusikia. Ninachokumbuka, Hawa aliniambia anatamani sana kumjengea mama yake nyumba. Nikamwambia usijali, utapona na utarudi mjini na tutapiga kazi. Nikamwambia nitakusupport sana ndugu yangu. Tutafanya mengi, yani tulipanga mengi sana mimi na Hawa. Kwa hiyo kiukweli hili limenigusa sana kwa sababu amefariki kabla ya kutimiza ndoto zake na azma alikuwa imepanga kwa ajili ya mama yake. Hilo limeniuma sana. Pole tena. Na natamani kusikia kutoka kwako siku ya Valentine, siku ambayo ulikuwa umetoka naye na kwenda naye kula chakula pamoja. Hali ilikuwaje? Mlikuwa mmetoka hapa nyumbani na huko ambapo mlikwenda kwa ajili ya kufurahia siku hiyo na kumchagua kwake kwamba yeye ndio mtu wako wa karibu? Kwanza yule bibi alikuwa jasiri sana. Ni dada ambaye alikuwa anajikaza. Licha ya kuwa na maumivu makubwa, lakini alikuwa tabasamu alikauki kwenye macho yake. Mpaka nikawa namwambia pamoja na maumivu lakini ameweza kutembea, tumekaa, tumeenjoy. Akawa ananiambia ndio nimeshazoea lakini naumia dada yangu. Nikamwambia utapona, usijali. Na niliamini Hawa angepona. Lakini ndio hivyo mipango ya Mwenyezi Mungu, tuwezi kubishana nayo.
Huu ni upasuaji wa 25 ambao watu wengi waliweka imani, kwa sababu pia watu wengi wamechanga, serikali ikaingilia ndani ikaweka mkono wake pale ili kuhakikisha tu afya yake inakuwa imara kwa kwenda India. Wakati anaanza safari kutoka hapa Dar es Salaam, kama mlikuwa mnaongea chochote kuhusiana na safari yake, hebu share na sisi. Kwanza tuliagana vizuri na mara chache, japo sio mara nyingi, kwa sababu nilikuwa naona kama namsumbua. Kwa mimi nilikuwa simwanzi katika mawasiliano. Yeye ndiye alikuwa ananitafuta, atanitumia ujumbe, atanipigia. Kwa hiyo aliniambia, dada naenda kufanya upasuaji wa 25. Nikamwambia, mdogo wangu utapona. Nikamwambia utarudi salama na tutaendelea na mapambano. Maana alikuwa naamini atapona na kurudi mjini kupambana. Maana alikuwa na spirit ya upambanaji. Hakuwahi kubweteka wala hakuwahi kubeka. Samahani waandishi. Video bado zipo nzuri au taa ilipungua, kuna mzigo iko vizuri.